halisi ya mtu ambayo dunia haikuwa inaijua. Isaya 61:7 tumeona. Isaya 61:7 tumeona kuna mtu alikuwepo, ila hakuna anayemjali, hakuna anayemletea kitu, hakuna anayejigusa kumtendea chochote. Lakini kwenye mstari wa kwanza kuna jambo lilitokea: ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Kuna nuru ilimulika. Alafu anasema na utukufu wa Mungu kamzukia. Alafu kenda mstari wa pili anasema bali kwako wewe utukufu wa Mungu utaonekana juu yako, na nuru itakuwa juu yako, na utukufu wa Mungu utakuzukia. Alafu anasema tazama watu wanakusanyana. Si ndio? Alafu anasema wote wanakujia. Alafu hao watu hawakujii wewe kama wewe, wanaijia nuru yako na utukufu wa Mungu juu yako. Kwa hiyo kumbe unagundua kinachovuta watu sio uwezo wako wa kufundisha neno. Kinachovuta watu sio akili yako nyingi. Kinachovuta watu ili wakujie wenye vyako sio jitihada tu. Kunapaswa kuwe na kitu kwanza kimekumulika rohoni. Hiki kitu kilichokumulika rohoni ndo kitakachopelekea watu wakujie. Kumbe watu hawajii watu wanaijia nuru walionayo watu. Watu hawajii watu wanaujia utukufu wa Mungu ulioko juu ya mtu. Sababu kubwa kwa nini kuna vita kubwa ya dhambi, yani kwa nini dhambi inamtafuta mtu aliyeokoka tayari, ni kwa sababu hiyo ndio njia pekee ya kufanya usionekane. Kadri unavyocheza na dhambi, utukufu wa Mungu unashuka, unapotea. Acha nikuoneshe. Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Warumi 3:23. Warumi 3:23. Neno la Mungu linasemaje? Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa. Soma kwa sauti hiyo. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa. Kwa hiyo dhambi haiondoi utukufu siku moja. Inakuwa inaondoa taratibu. Kadri unavyoendelea nayo kuna hatua inaondoka, ila sio siku moja. Mpaka siku utakapokuja kubakia kopo, kila kitu kimeisha, sio leo. Ila hatua kwa hatua unavyoendelea kukaa, unazoelea dhambi, ndio unazidi kupotea mdogo mdogo. Kama ulikuwa na utukufu umejaa kuanzia utosi hadi kichwa, dhambi ya kwanza labda itaufanya sasa umeishia shingoni. Dhambi nyingine itakapoendelea uko kifuani, sasa umefika tumboni. Baada ya muda utukufu wa Mungu hauonekani. Kuna watu hawauoni huku kwa sababu uko kwenye revu ya magoti, au uko kwenye nyayo tu. Kwa hiyo utukufu, dhambi haiondoi utukufu jumla, inapunguza hatua. Ndio maana mtu anaweza asishtuke, kwa sababu anakuwa anasema mbona bado kama niko sawa sawa tu. Wale wasomaji wa kitabu cha Waamuzi kuhusu Samsoni, hatuoni Samsoni akipoteza nguvu siku moja. Hatumuoni Samsoni akipoteza uwezo siku moja. Analala na Delila, wakifunga geti ili wamkamate. Samsoni aliyetoka kuzini anakwenda anabeba geti, anaondoka nalo, nguvu bado zipo. Si kama unanielewa? Ila kuna kitu kimepotea, akili za kujiuliza kwamba haya maisha mbona najihatarisha, naendelea kuja humu kwenye huu mji, naendelea kujiweka kwenye mikono ya adui. Hiyo reasoning imeondoka, ila nguvu bado zipo. Haya, akaendelea kuja kwenye mji huo. Siku nyingine Delila akamfunga kamba. Anakuja kuamka, amefungwa kamba. Wafilisti kakata kamba, kawashughulikia. Lakini cha kujiuliza, nani kanifunga kamba? Akili ya kuuliza tena nani kanifunga kamba haimo. Dhambi imeshamomonyoa ubongo, ingawa misuli bado ina nguvu. Sio kama unanielewa ninachosema? Amen. Ndivyo dhambi inavyofanya kazi. Yaani dhambi kwa mtu aliyeokoka haikuvui nguo siku moja, haikukwamishi siku moja. Inakuwa inakuharibia taratibu mpaka siku utakapokuja kugundua umebaki kopo. Sio leo. Ndio maana neno hili linasema kwa sababu wote wamefanya dhambi. Halafu kwa kila dhambi inapunguza kitu fulani, ila hicho kitu hautakijua leo. Baada ya mrorongo mrefu ndio unakuja kugundua hamna kitu tena. Yaani Mungu wangu nahitaji nianze upya. Sasa hapa kwa kusema hivi sihitaji kuambia acha dhambi inaua. Si umeshaelewa? Ukiendelea na dhambi si wewe una akili mbovu.
Kwa sababu umeelewa sasa, yani nimekuelewesha, yani maelezo haya yanatosha kufanya uamue kuishi maisha matakatifu. Haya, kwa hiyo ni hivyo kwamba utukufu wa Mungu unafunua thamani halisi alionayo mtu. Lakini namba 2, utukufu wa Mungu unafunua vipawa, karama na vitu vya thamani alivyobeba mtu.